wanatuweza kwa sababu wanatutisha na silaha. Na ndio maana mimi nilivyokuta haya maongezi nikayafurahia, kwa sababu ndo lugha nimekuwa nikiongea kwa miaka 5 kwamba wahuni lazima tupambane nao kisilaha, sio kwa kura. Watoke kwa kura wahuni hawa. Vibaka watoke kwa kura hawa. Na wako tayari kuua kila mtu ili wabakie madarakani. Na kwa kipi? Miaka 64 umefanya nini bwana? Nchi haina freeway, haina freeway. Ulaya mnaita highways, hatuna. Ukienda Morogoro, leni ni zile mbili azifuko kwenye mtaa wa Temeke. Eti hawa watu wajua dunia. Ukienda kule maeneo kama toka Morogoro, ukaenda huko maeneo ya Tunduma huko Iringa si wapi, angalia ile barabara ilikuwa nalo ajali chungu mzima. Kawaida mambo yatakiwa tuwe na freeways ambao kuna lane 3, 4, 5 zinaenda upande hapa katikati, tuna barrier. Gari zinatoka huku na zotoka huku haziwezi kukutana, tuna barrier katikati. Si ndio kuna mnaishi diaspora, tunaishi hivyo? Kwani kutoka California pale freeway unataka kwenda New Mexico, unapita wapi? Unapita kwenye freeway ambao kuna lane zaidi hata 8. Sisi kinchi kidogo tu. California ndio tuzidi kwa ukubwa. California ambako mimi nimekulia. Acheni hizi mambo. Kwa mimi ndugu yangu PhD doctor, sijaongea chochote kile ni kuhakikishie ambacho kinaweza jeopardize movement. Mimi ni mjanja sana. Na wao wenyewe wanajua wahuni hao. Si nimeongea nao, walikuwa wanaita watu Clubhouse. Mawaziri sio akina siti Profesa Kitila Mkumbo, sio Napenda Uye, sio Msenge gani, sio msemaji Msigwa, sio mbwa gani mkurugenzi, sio Attorney General, walikuwa naletwa. Mimi nilikuwa nawaburusa mbele ya kadamnasi, naambia nyinyi ni wahuni tu, ni vibaka, ni wezi hivyo. Ni heshimiwa. Nilikuwa nawaambia. Na walikuwa hawaje kusikiza lugha ngumu kama hizo hapo. Kwani hao ni nani? Si wanakwenda chooni kama wewe? Si wanapiga mswaki asubuhi kama wewe? Si wanavuja jasho wanaenda kuoga kama wewe? Yaani hawa ni nani kwanza mpaka tuwaogope? Ili taifa ni letu sote. Nimezaliwa King'ori, Meru, pale Arusha. Mimi ni Meru wa Inakadu. Huwa sina chembe ya woga na sitawahi kuomba msamaha kwa mbwa yote, kibaka yote anajiita CCM. Na mimi utawahi kuniona mimi na shabiki ya CCM. Tutawaua. Hiyo ndio choice tu moja wameichagua. Kwa sababu wangechagua choice nzuri ya kukaa tuongee ukweli, tungeshaongea. Kwani si kila siku tunaomba tuongee? Mbona hataki? Wamejimilikisha nchi. Na nakuacha na ile kitu ndogo ndugu yangu PhD. Na hata mimi mwenyewe by the way ni PhD. Tena katika neuroscience. Uelewe hivyo. Ngwani kuache na hii kitu kimoja na utanifurahia. Unajua hawa wahuni hawa wameshatuona kwamba tunapenda uhai sana. Wamechukua kila kitu. Wametuchukulia kila kitu ambacho sisi ni chekwetu. Wakatuachia pumzi peke yake. Na wakatuambia sasa, ukipiga kelele ya chochote tumechukua kutoka kwenu, tunaiondoa hata hiyo pumzi. The only thing we own is a breath. Sisi Watanganyika wote kuna kitu kimoja tu tunasema ni cha kwetu, kupumua. Vitu vyote wamechukua. Wamechukua mbuga, wamechukua bandari, wamechukua ardhi, wamechukua anga, madini, kila kitu wamechukua. Tumebakizwa na pumzi. Na watuambia hivi, ongeeni, hata hiyo pumzi mimi tunaichukua. Ndio maana wanatuteka, wanatoa. Kwa sababu tumeogopa kuisalenda hiyo pumzi. Tunaishi maisha uongo, tukifikiri kuna kesho njema. Haipo, kwa sababu watu wameshachukua kila kitu. Wametuachia pumzi. Lazima tupambane. Kama hiyo pumzi waichukue, lakini lazima tupambane. Na ndio maana lazima twende vitani. Wewe mtu anataka ataki, ndio hivyo. Ndio. Beauty plan siku zote nisema unataka ni hivyo. Utaki
Ni hivyo. We must fight this. We have to fight. Hatuna choice nyingine. Nawaambieni ukweli, ipo siku mtakumbuka maneno yangu. Mimi siko hapa kupembelezana na mbwa yote yule anaitwa CCM. We have to fight. Asante sana. Mbarikiwe sana, japokuwa mimi sio mtu wa Mungu, lakini nasema asalamu alaykum. Okay. Shukran. Okay, kabla Abidui hujaondoka, nataka niongeze pale kwamba the way unavyoongea na feel ile critical pain ambayo uko nayo. Na most of time huwa na shauri, hata kwenye vitabu vyangu ambavyo nimevipublish, huwa na shauri sana mtu ku understand yale maumivu yake na namna ya read to the good pathway. Kitu ambacho nataka ni suggest, kunajua kila mmoja na mawazo yake, na nimependa, nimetulia, nimesikiliza, na kanuni ya kusikiliza inatusaidia sana kujifunza vitu vipya zaidi kuliko ile unavyoweza kumzuia mtu asiongee. Kwa upande wangu, ninachoweza kukubali na napenda ni washauri na napenda nikisisitize. Asilimia kubwa ya watu ambao wanaishi Tanzania ni vichaa. Asilimia kubwa. Hakuna aliye mzima kwa asilimia zote. Na nataka nikuthibitishie, kwa mfano sisi hapa, tuko hapa juu tunaandika, tunaongea. Chini kwenye comment section kuna watu wanachochea. Yaani akili yake, mental problem yake ni kusupport tu. Anything ambayo anaona inakuja inamuitikio wa watu wengi na nini, yeye utaona anachochea, anaandika, ana comment rise. So katika hesabu ya haraka asilimia kubwa ya Afrika na Tanzania sasa kwa ujumla, yani katika upande wa East Africa tuna Uganda, tuna Tanzania. Wa Kenya ni vichaa zaidi, lakini nao kuna utofauti fulani ambao unaenda na zaidi. Wako pale, kuna utofauti kidogo uko pale. Lakini Tanzania ni vichaa ambao tunaita ni mazezeta. Yani ni ule ukichaa ambao umepitiliza. Na ndio maana asilimia 70 ya Watanzania ni waoga, asilimia 95 ni wabinafsi, asilimia 17.2 ni wajasiri, kama Bidui anaweza kusema vitu ambavyo anavifili mwenyewe. 17, hebu fikiria, asilimia 17 wa Tanzania ndio majasiri. Lakini asilimia 95 wengi ni mazezeta na wengi ni waoga. Sasa mtu akisema uoga, zezeta anajua ni yule anayetoa mate. Zezeta si lazima atoe mate. Zezeta maana yake ni stage. Mtu anakuwa yani haelewi anachotaka, haelewi what is confessionatory, yani maamuzi hawana. Na ndio ilivyo kwa Watanzania wengi, wana matatizo ya akili. Imagine kuna matukio yanatokea baada ya siku mbili, yani hata ukifa wewe sasa hivi, Abidui, sasa hivi wewe mwenyewe ukifa, umekata moyo sasa hivi, ni kitendo cha dakika 2 jumlisha 2 toa 2, Watanzania wote wanakusahau. Na tena nikwambie, hata sasa hivi tu suko hapa kwenye live, baada tu ya kutoweka hapa, hutakuta kijana wa Kitanzania anatamani kujifunza zaidi, pale amekusahau. Yani ongea to what you can speak, after then ukipelish ametoweka, amekusha, yani ndio imeisha hivyo. Yani tuko on the virgin like that. Mimi ninachokishauri na nadhani kitaleta manufaa zaidi, naombeni tufikirie kitu kimoja. Failure ya Watanzania wengi ipo kwenye upande wa elimu. Nikubalie niwaambie, elimu ndiyo inayotufanya tufike mahali tuliko. Na viongozi wengi wa Tanzania, sio Tanzania tu, hata Afrika, wamejitahidi kuhakikisha elimu wanazotoa ni makarakasha kwa watu wake. Ndio maana tunazo haki, lakini kwa sababu hatuzijui haki zetu, hatujui msingi wa kuzisimamia, ndio maana tuko hapa. Mimi ninadhani ushauri muhimu sana ni Watanzania kudai mfumo bora kwanza wa elimu. Nikisema kudai mfumo wa elimu, si mpaka urudi ukasome darasani. Maana yake tusio wa binafsi kudhani kwamba mimi si kusoma vizuri, sasa kwa nini nidai mfumo wa elimu ulio bora? Ndugu zangu, tusijifunze ubinafsi. Kuwa ubinafsi ni kama utatumia hiyo kauli kwamba mimi nishavuka huko, sasa hivi sihitaji kudai elimu hiyo bora. Ndugu zangu, watoto wenu wanalishwa elimu mbovu ambayo ndio inawafanya leo mpo hapo ninyi wenyewe. Hata ninyi mlipewa elimu ya uoga, elimu ambayo hamtambui reality ya nini maana ya kudai ukweli mnaotaka. PhD.
uvumilivu unanishinda, na kwa sababu muda wangu ni asubuhi, mimi hapa New York nataka nikafanye mambo yangu, lakini uvumilivu unanishinda kwa kweli unachokisema. Kwa nataka kusema kwamba una nyumba imeshika moto, inawaka moto, unaanza kuchukua watoto wako wafundishe moto ni nini? Au unachoenda ni kutaka kuuzima ule moto, alafu baadaye utawafundisha moto ni nini baadaye? Yani baada ya kushazima moto. Look, we are dealing with disaster. Tuko kwenye state of emergency kaka. Hatuna muda wa kurudi kwenye elimu, tuna muda wa kuondoa CCM. Sasa baada hapo ndo tutakuja tukae tuambiane, unajua kwa hiyo tulioondoa hawa wahuni kwa sababu hapa. Yani wewe unataka tuanze kufundisha watoto? We don't have that time boy. Sorry sir, with all respect. Hebu nisikilize, uele wapi ndugu yangu? Uele wapi? Tuko pabaya already. Hivi kweli mimi ndo niko na mashida ya uelewa? Ngoja, situation haituruhusu. Nisikilize vizuri tena, situation haituruhusu. We have to fight mpaka tuiweke nchi katika misingi iliyo sahihi, katika haki. Wewe umeanza kwa kusema kwamba sisi hatujui tunahitaji nini. No, tunahitaji haki. Tunataka haki, tunataka uwajibikaji, tunahitaji tuwe na utawala wa sheria. Kuna watu wamezulumiwa mashamba yao nchi nzima, na kwambia kweli, wenye wanajiita matajiri wamechukua mashamba yao ambao wamekaa nao na wazee wao miaka na miaka. Kuna watu wameondolewa, sijui wameuawa, eti wameingia kwenye mbuga za wanyama wakati hawajui, wanyama zao wamechukuliwa. Kaka, tunahitaji haki kwanza, ama mambo mengine tutakuja kufundishana baadaye. Na ndio maana ukitona sisi watu kama kina Abiudi tunasema tuende vitani, tuishafika kwenye level ya mwisho. Tumeangalia mambo mengine tena hayafanyiki, hayawezekani. Ule wapi kaka? Hivi mimi nataka mtu auawe? Mimi nataka vita kweli? Lakini nimefikia hatua I don't have a choice. My back is on the wall. Unataka nifanyeje sasa? Hata paka ukimpeleka akabaki unamsukuma hana pa kwenda, anaanza vita na wewe. Hata paka kaka. Hivi unaishi Tanzania kweli wewe? Unajua Tanzania ilivyo? Bwana kusaidie. Kwa kusaidia kitu kimoja tu, kisa kimoja. Mimi nimezaliwa King'ori kama nilivyosema, kata ya King'ori pale Meru. Kuna bibi moja namfahamu, yani tangu mimi ni kijana tu, anaitwa Bibi Priska. Anauza genge, yani yeye biashara yake haijawahi kukua tangu mimi niko kijana, na ukimpa hela anakataa, anasema no, hii biashara mimi sitaki ikue. Mimi nataka ni keep busy. Kwa anauza nyanya, anauza vitunguu, anauza hivi hapa. Kwa ukienda pale, bibi vipi? Bibi Priska anasema sawa. Kuna wakati watu walikuja wanaojiita wasiojulikana, wakachukua mjukuu wake bila kosa, bila chochote. Huyo mjukuu wake alikuwa anasoma chuo cha Sauti, amerudi likizo, wakambeba. Yani amefika hajasalimia, tayari watu wanamsubiri pale, wamekuja wengine wamchukua. Mimi kipindi hicho sasa tumeenda likizo, nikaenda kumtembelea, akawa yuko kwenye kilio, asema mjukuu wangu wa kwanza akachukuliwa. Nikaenda chua kita gani? Asema kuja kumchukua, amefika hapa, mabegi yake hapa, yaangalie. Kaweka tu barazani hapo, wamemchukua, watu walikuwa wanamsubiri, wameshajua wametoka. Nikamwambia unajua yuko wapi? Akasema hamna, tumeenda polisi zote Central, wapi? Hakuna, hayupo. Sasa hiyo ndio nchi kweli? Ubibi ambaye hana matatizo yoyote, mnaenda kumtesea mjukuu wake. Yani yeye hawasumbui. Mkituibia tuibieni tu, yeye hawasumbui. Mnakuja kumsumbua kweli ubibi? Hii ni nchi? Hii ni taifa lenye haki kweli? Haya mambo mengine tutaambiana mbele. Sasa hivi tunataka tuwaondoa wadhalimu kwanza, afu ndo tutakaa
tufundishane. Kaka, mambo ya kufundishana sasa hivi ndio kama nyinyi mnakuja kusema tuwe na maridhiano. Maridhiano nani? Maridhiano hao wasenge wakifa hapa bendera zinakuwa nusu mlingoti. Wanazikana kwa mizinga 21. Watu wamekufa maelfu, wapo muona bendera zimeenda nusu mlingoti. Inchi yake nani? Wewe uko pale, si unataka kutetea nini? Tunaishi kwenye nchi ambayo 98% ya wananchi wanakaa kwenye nyumba ambayo ni mbaya kushinda choo cha Ikulu. Unaelewa hivyo wewe? Umeshafika Ikulu? Nimefika mara nyingi. Tangu nikuwa mdogo. Marehemu babangu Jenerali Palanga anapeleka pale. Mkuu wa kitengo kinaitwa hoteli. Niko mdogo kuliko wakati wa Nyerere. Rafiki Ikulu sijui. Labda ujinga waliojenga kule Dodoma ndo sijui, lakini pale Magogoni naijua vizuri. Milango yake yote hata kutoka huko kwenye nani siku hizi mnaita barabara ya Obama. Kuna kimlango hapo unapita huko chini. Unaenda chini kabisa afu unapanda juu. Si wanajua naijua. Huni hawa. Unataka kutetea wasenge? Choo ya Ikulu ni bora kushinda 98%. Nasema mimi Abiudi, quote me. Alafu nenda pale Keko uangalie. Keko yote ile kwanza Keko Machongwa, nenda paka ufike huko Chang'ombe. Kama ni mwongo. Hapa Mibulani kote pita. Nenda hata ukafike huko kwa Kinasi Tandale, huko Ilala Swapi. Nenda Tandika, nenda huko Mbagala. Angalia nyumba zao afurudi kwenye choo ya rais. Na hiyo ni Dar es Salaam. Umeona vijijini watu wanakaa kwenye nyumba za manyasi, nyumba za makuti. Kama ngoja sasa nikwambie ukweli. Nilichukua siku 26 kuwafundisha vijana kutumia petrol bomb kabla ya tarehe 29 kama hujui. Na tulikuwa tunafanya Kilwa Masoko chini huko. Kwa mara ya kwanza mimi nimeoga kwa maji ya ndoo na kikombe. Choo za Kisenge, choo inanuka utafikiri hujawahi kuona chochote kile pale. Hii ni nchi kweli hii? Watu wanaishi maisha ya namna hiyo kaka. Tusangalia msafara wa rais, una magari, kila gari ina gharama zaidi ya milioni 500. Ina magari 180. Why? Iyo hela singeenda kufanya mambo ya. Nimekuambia hatuna sewage system Dar es Salaam. Never mind Dodoma. Nimekuambia hospitali hakuna madawa. Nimekuambia kuna watoto wanakaa kwenye mawe. Lakini msafara wa rais una magari zaidi ya 180. Na yote kila gari ni milioni 500 plus. Are you getting my point? Sikiliza. Kama huna hasira ya Abiudi, unataka eti ni channel hasira yangu ya kwenda kuwafundisha watoto. Niwafundishe nini? Tuna choice moja tu. Mpaka tufike wakati tutaheshimiana. Tukishawamaliza wa CCM, tukishawaondoa heshimiana. Tukishaondoa hapo sasa tutakuja tufundishane nchi iende vipi. Lakini kwa sasa tunataka waondoke kwanza. Miaka 64 ni mingi. Nimezaliwa kwenye familia ambayo ni investors. Ukiwa na investment ya miaka 64 haizai matunda, unaachana nayo. Miaka 64 bado hatuna hata freeway. Bado hakuna mji wote una sewage system ya kweli. Nikisema sewage system watu wanielewi kama labda hujafika kwenye nchi ambazo zamana. Ni hivi, yani kila Dar es Salaam nzima kungekuwa na mifereji ya kuchukua maji taka. Ndani kwa ndani, chini kwa chini, hata ujui. Wewe una flash tu. Yanaenda huko yanamwagwa kwa kumwagwa. Kama ilivyo Kariakoo, kama ilivyo Masaki. Kwani nimekulia Masaki pale.
Toure Drive. Si nyumba yetu iko Toure Drive namba 31. Kwani mimi nakataka kuambia nikija Tanzania iko wapi? Masaki pale nyumbani kwetu mimi tangu mdogo. Na flash. Kipindi hicho na ile bore ya maji iko juu. Kuna kimkanda, kuna chain fulani hivi hapa, kimkufu fulani hivi ndio kimekisha. Mimi mdogo nilikuwa napanda na bembea. Maji. Hivyo. Kuna siwaji